Ripoti zinasema Africa TV kutoka visiwani Zanzibar. Uwekaji wa jiwe la msingi katika mabweni ya chuo cha IITM Madrasa ni sababu ya kupatikana kwa wataalamu wa teknolojia hapo baadaye. Kauli hiyo imetolewa na mbunge waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, Dr. William Vanginembe Lukuvi, wakati akiweka jiwe la msingi katika dakhalia la wanafunzi wa chuo cha IIT Madrasa hapa Bweleo, wilaya ya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya hicho, baada ya kuhesabu tatu kuanzia 1, 3, 2, 1, makofi mengi. Jiwe hili la msingi wa ujenzi wa dahalia za wanafunzi chuo cha IITM kupitia chuo hiki Zanzibar itapata fursa ya kuandaa kuzalisha wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika nyanja hizo. Wataalamu hawa watachangia katika kukuza uchumi wa kidigitali, kuimarisha usimamizi wa huduma na biashara, pamoja na kukuza matumizi ya teknolojia. Aidha, ujuzi wa teknolojia za habari, bahari na uhandisi wa majini utasaidia kuimarisha usafiri, uvuvi na hivyo kuchangia maendeleo ya uchumi wa bluu. Maeneo haya ni muhimu kwa Zanzibar kutokana na nafasi yake ya kijiografia, utegemezi wa usafiri wa majini na fursa kubwa zilizopo katika biashara za baharini na huduma za kimataifa. Wataalamu watakaoandaliwa kupitia chuo hiki wataiwezesha nchi yetu kutumia kikamilifu fursa hizi, kuimarisha ushindani wa kiuchumi, kuongeza ajira kwa vijana na kujenga uchumi imara. Haya mapinduzi ya chuo hiki yataamsha sana ari ya vijana kupenda teknolojia, sio kwa Zanzibar tu, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yote, kwa sababu nimeshuhudia kozi hii ni mpya sana, na katika dunia hii wenzetu Wahindi wako juu sana katika teknolojia, na dunia nzima inawatambua na kuwaheshimu. Kwa hiyo kuwa na tawi la chuo kama hiki linalofundishwa na wataalamu kutoka India ni jambo la bahati sana, na ndio maana narudia tena kuwapongeza viongozi wakuu kwa kuamua kuiba teknolojia, kwa sababu kupeleka wanafunzi kule nje ni gharama sana, lakini kwa kujenga majengo kama haya na kufundishia hapa Zanzibar inaturahisishia sisi, hasa kutokana na uchumi wetu, na kwa wale vijana ambao uwezo wao na wazazi wao uwezo wao wakati, inakuwa rahisi kufika hapa badala ya kugharamia manauli makubwa kwenda India. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetoa eneo hili kwa ajili ya kujenga kampasi za kudumu za IITM, na kwa kuanzia tumeanza kujenga dakhalia hizi za wanafunzi. Ujenzi huu wa dakhalia ni awamu ya kwanza ya mradi huu, na kwa awamu ya pili utahusisha majengo mengine ya chuo, madarasa, ofisi na sehemu nyingine ambazo zitahitajika, na mwisho ujenzi wa viwanja vya michezo. Baada ya utangulizi huo kuhusiana na chuo hichi, sasa naomba nitoe maelezo mafupi ya ujenzi wa dahalia hii kwa awamu hii ya kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa mradi huu ulianza mwezi Disemba mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2026. Ujenzi huu unatekelezwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kwa sasa umeshafikia asilimia 95 ya ujenzi kwa awamu hii ya kwanza. Mradi huu unajengwa na kampuni ya Star Construction Company na unasimamiwa na mshauri elekezi ambaye ni wakala wa majengo Zanzibar ZBA. Mradi huu unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 13 milioni 98 kwa mujibu wa mkataba, ambapo hadi kufikia sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 7 na milioni 700. Nikiripoti kutokea Bweleo, wilaya ya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.